Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nashukuru Mungu amekuwa mwaminifu. Nataka kunena kuhusu watu hatari kanisani. Na ukisoma kitabu cha Hosea 2:8, Biblia inasema watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Nataka niseme kuhusu mtu wa kwanza ambaye anafanya kazi ya Mungu, inatukanwa, inadharauliwa na haisongi mbele. Mtu wa kwanza ni mzinzi. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo mzinzi atakuwa kanisani, kuna wale ambao ni wazinzi katika kanisa, na wengi wao wanakaa mbele kwa madhabahu, wengi wao wanakaa katika viti za mbele, wengi wao ni viongozi, wengine ni washirika. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu ni hatari sana kanisani. Wanaweza muangusha watumishi wa Mungu, na wameangusha watumishi wa Mungu wengi, wale watu wa roho ya uzinzi. Mtu wa pili ni wale ambao ni wa kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao utawaambia tufanye hivi hawakusikizi. Kuna wale watamobilize kikundi nje ya kanisa, nje ya madhabahu, kukupiga vita kama mtumishi wa Mungu, kukuongelelea mabaya, kupanga njama. Bwana Yesu asifiwe, ya kususia mipangilio ya kanisa, ya kususia ibada. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu wa tatu ambaye nataka kumwongelelea ni yule mtu ambaye ni wa roho mbaya. Yule mtu ambaye ni wa roho ya wivu. Watu wa roho ya wivu wakiwa kanisani. Iwapo wewe uko kanisani unatoa ushuhuda ya kwamba Mungu amekutendea hili na lile, hawa watu wa roho ya wivu weaponize, watatumia udhaifu wako kukudhihaki, kukuchekelea. Hawataangalia yale mambo ambayo Mungu ametenda. Kuna wengi watakukumbusha mambo yako ya zamani. Kuna wengi watasimama na kuangalia ya pale ambapo haufanyi vema, wakikuhukumu katika misingi ya mambo yako yaliyokuwa ya zamani. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu lijihadhari na hao watu watatu. Mtu wa kwanza mzinzi, mtu wa pili wa kiburi, na mtu wa tatu ambaye ni wa roho ya wivu. Ni ombi langu ya kwamba huu mwaka Mungu anaenda kuliweka kanisa katika kiwango kingine. Mungu anaenda kupigania watumishi wake wanaomwabudu kwa roho, haki na kweli. Na ukimwamini, ukimtumainia, atafanya njia pasipo na njia, maana yeye ni mwaminifu, yeye ni mtetezi. Ni ombi langu mchana wa leo ya kwamba kanisa likasonge kiwango kingine, lisichekelewe tena, lisiaibike tena, lising'ang'ane tena, maana Mungu ni mwaminifu. Barikiwa, kuwa na wakati mwema.